Tunamshukuru Allah ambaye amejalia sisi kuwa tumeweza kushiriki jambo hili kubwa sana. Kwa kawaida na viwanja hivi vinafahamu pia kwamba mimi huwa ni mzungumzaji mzuri sana kwenye hadhara na nimekuwa nikiweza kutafuta misamiati mingi, lakini leo ninapata wakati mgumu sana. Sisi ACT Wazalendo ishi na mzee Bungala, na kabla ya kuwa ACT Wazalendo tulikuwa naye CUF. Alituongoza wajui. Mtu wa kwanza ambaye alituongoza kwenda ACT Wazalendo alikuwa ni ndugu Bungala. Amerejea jambo hili hadharani. Kwanza wakati ule tukiwa kwenye msukosuko, alimuita ndugu Zito na chama chake, wakafanya pale masuko, ndugu Zito akataka kukamatwa hapa. Lakini tulipokuwa kwenye baraza kuu la kushauriana hali ilipokuwa nzito, wakati wa msukosuko kati ya ndani ya CUF serikali, kwa kweli yeye ndio alipendekeza twendeni ACT. Maalim akasema tukafanye uchunguzi kwanza kabla ya kutaja chama. Maamuzi yakawa twende ACT Wazalendo. Tukafanya naye kazi kubwa, na ilikuwa rahisi sana kufanya kazi hiyo maeneo ya kusini kwa nguvu na ushawishi wake. Lakini kwa nini ilikuwa hivi? Aliaishi maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anasema sayyidil qaumi khadimu, kiongozi wa watu ni yule anayewatumikia. Mimi nilipokuja Kilwa nilikuja kuanzisha shule, na nilikuwa sijawahi kushiriki siasa kwa maana ya ushiriki wa moja kwa moja kabla sijafika Kilwa, lakini alinipokea kwa sababu wakati shule nayokuja kuianzisha inaanza, na yeye ndo alikuwa mbunge, na shule ni ya wananchi, inaanza haina chochote, yaani mimi nitahakikisha mnapata. Wakati ule tatizo kubwa lilikuwa madawati, akaahidi 10 na akamweleza ndugu Abdul fundi wa furniture pale Masoko kwamba dawati ya shule hii shule ianze, itaanza mwaka 2010. Baada ya hapo tukawa karibu sana. Nililazimika kushiriki kwenye shughuli zake nyingi, kwa sababu moja kati ya sifa yake ilikuwa akiona mtu yeyote yule ambaye anadhani ana maarifa na anataka kufanya naye kazi, basi angekuwa karibu naye amsaidie yale ambayo anaona ni muhimu, na kama kuna kitu unaweza, sio ule umahiri wake wa kujua kila jambo, jua jambo muhimu ili ACT Wazalendo. Kiwa hapa nimeshiriki mambo ambayo huko nyuma pengine ingekuwa vigumu sana kushiriki. Imeelezwa hapa ndugu, tulikwenda pale msikitini, tulikuta msikiti umejaa damu kama bucha, lakini watu waliokuwepo mle walikuwa ni binadamu. Mbunge wa kaskazini naye alikuwa ni mbunge kule, kwa sababu ilikuwa mtu akipigwa risasi alafu katajwa ugaidi, nikana kwamba hakuna haki ya kutafuta kama ni makosa amehukumiwa kwamba ni kweli ni gaidi au la. Ilibidi wabunge watusaidie, ndugu Bungala pamoja na ndugu Vedasto. Vedasto alifanya kazi kubwa wakati ule akiwa mbunge, mpaka tukafanikiwa kukabidhiwa maiti ya yule ambaye alikuwa tayari amefariki, na mwingine serikali ikatuambia subirini, kama wakifa tutawapeni maiti, hamtakiwi kujua, wakifa tutawaleteeni. Na baadaye wakatuletea ndugu zetu wakiwa wameumizwa vibaya sana.
alikuwa anaandika kwa viongozi mbalimbali kuelezea kadhia hiyo, na mimi alinishirikisha kwenye kuandika. Baadhi ya mambo nataka tuandike, nikawa namshauri haya mambo usiandike kwanza, kayaseme kwanza bungeni, alafu urejee kwamba ulisema bungeni, kwa sababu hali sio nzuri. Bungala akasema, kwani wewe si ukishaandika hapa inakuwa umeandika wewe, ikitoka hapa nimeandika mimi. Kwa hiyo kwa kupeleka wewe wala usinifundishe, nitaamua hojiwa nitajibu. Ujasiri wake wa kupigania haki na kwa watu ambao wamedhulumiwa ulikuwa katika namna ambayo funza kwake ni kusimama imara hata kama mazingira ni hatarishi. Wako watu waliwahi kukamatwa, kuchukuliwa, in fact kutekwa, ikawa hawajulikani wako wapi. Mheshimiwa Bungala akahangaika mpaka akawakuta Central Police pale Dar es Salaam, na wale waliokuwa na jambo hili lisharibika wakaamua kuwarudisha hapa, lakini waliwachukua bila ya mwenyekiti wa usalama mkoa, mkuu wa mkoa hajui hawa watu wameenda wapi. Na Bungala na wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, inakuwaje watu wanachukuliwa, watu wanawaona na watu askari? Lakini aliendelea kusimama imara. Tunakuja sisi tunatizama kwamba tumefiwa, na ndio maana jana nilipopigiwa simu na kuwasiliana ndugu yangu, rafiki yangu Mahabari, bwana kaka yako amefariki. Sisi Bwege ni mwenzetu, amefanya kazi kubwa na sisi. Ninafahamu huku mwishoni alikwenda Chama cha Demokrasia ameendelea. Nilisikia kwenye vyombo vya habari, aliniambia moja kati ya sifa ya Bwege, akifanya jambo anakuambia. Aliniandikia, nikamwambia jambo ni kaka yangu, ni ndugu yangu, mimi sikupaswa ulipaswa kuondoka. Na nao ujumbe wake akaniambia, kweli hilo nimekosea, samahani sana, binadamu hatukamiliki. Lakini mazungumzo yangu ya mwisho na ndugu Bwege tarehe 15 nilizungumza naye, na tena alinisisitiza nikifika Dar es Salaam niende nikamuone. Nikamwambia kwenye Idi, siku ya pili ya Idi nitakuja. Akaniambia njoo. Alinitoa machozi kwa sababu nilipomsikia toni yake ilinieleza kwamba hali yake imebadilika kwa nzuri. Nimekuwa na Bwege kwenye kuuguza kwa muda mrefu sana. Nafahamu watu wengi wametusaidia kwa maana ya familia na ndugu wengi kwa kweli. Kwa wilaya viongozi Samia alitumia mchango naye na watu wengi tukimuuguza. Mimi nilikuwa ni sehemu ya wale ambao tulikuwa tunapokea hiyo michango. Mchango wa Rais Samia ulikuja kwenye akaunti yangu, nikapeleka kwa familia. Lakini sikuwahi kumsikia akizungumza kwa toni ile, ukiondoa uimara wa ujumbe aliokuwa ananiambia, lakini sauti yake ilini. Lakini siku ya Idi ameeleza ndugu yangu Heche hapa kwamba pia anaianza, ilikuwa inaanza. Nikajua mazungumzo yetu kwa vyovyote vile yatagusa Chadema na yatagusa kule kuhama, kwa sababu hatujawahi kukutana ana kwa ana kuzungumza. Na kaka yangu ni emotional. Kwa kweli niliamua kwamba tutazungumza kwa simu, tusiende kuzungumza, kwa sababu kwa vyovyote vile tungezungumza hilo, na yeye ni emotional kwenye kuexpress. Mimi nilihofia hali yake ya kiafya, lakini ili kuonesha kwamba tulizungumza tena. Mazungumzo ya 25 yalikuwa yanahusisha ndugu Bungala jana asafiri kwa ajili ya leo kushiriki kesi ya ACT Wazalendo hapa Kivinje, kesi iliyoko pale Masoko. Yeye alikuwa shahidi au ya mwisho inaanza kusikilizwa,
wakili wetu aliomba kesi itakwenda, kama yeye hayupo natafuta wakili. Chama ikawa tujajiandaa, akamlipa wakili, akajilipia, akaniambia, ndugu yangu, pesa nilizotumia hizi, we ni kiongozi kwenye chama, hakikisha nalipwa. Lakini enda kusikiliza kesi. Baada ya hapo ikasikilizwa, na ilikuwa kwa ajili ya kushiriki na kutoa ushahidi kwenye kiwanja ambacho amekipa ACT Kamani. Inatufundisha nini? Ndugu Bungala hakuwahi kuhasimiana na yeyote, na alikuwa mkweli wa kile anachokiamini. Hata pale mnapotofautiana, heshimu anachokiamini na anajua uwezo wa mwingine. Tarehe 15 aliniambia, bwana, nataka uje wewe, uchukue na katibu wako, gombane tu na CCM kwa sababu ndio wezi. Naambia lakini hali yake haikuwa nzuri. Juzi ili kuhakikisha kwamba ndugu Bungala jana anasafiri kuja huku, lakini jana nikapata taarifa kwamba amefariki. Sisi viongozi wa kisiasa, mambo haya makubwa matatu, kitu ya kusimamia mapambano kama jambo muhimu, lilifanywa na ndugu Bungala maisha yake yote, na lugha yake ya mwisho alisema, nitafanya mpaka uhai wangu utakapoondoka. Sisi ni mashahidi. Ndugu Bungala amepigania haki kwenye nchi hii mpaka uhai wake unaondoka. Mwenyezi Mungu amlipe jaza njema kwa hili. Jambo la pili ni ya watu wengine na nao huku akielewa misimamo yao. Hapa tuna viongozi wa vyama vingi, wengi watakuwa fanya nao kazi akiwa chama kingine, na alifanya jambo hili kwa kuwa yeye aliamini kwamba lazima tujadili, lazima tupiganishe mawazo, tubuke na wazo lililokuwa bora kama wazo letu. Nataka kukumbusha ndugu zangu ni kuwa tunao wajibu wa kumuenzi ndugu Selemani Bungala, kumuenzi kwa kupigania haki inayotokana na kusimama kwenye haki hiyo. Shafungwa wote. Mwisho, kwamba ndugu Bwege anawakilisha jitihada za mwananchi wa kawaida. Wanapenda kusema kwamba ndugu Bungala huwa anajishusha. Hapana, ndugu Bungala katoka hapo, tunaona kwamba ndio chini hapo kijiweni, ndiko alikotoka ndugu Bungala. Hapo ambapo alikuwa anaishi na watu maisha ya kawaida ndipo alipotoka. Kitu pekee alichofanya alipoaminiwa kuwa mwakilishi wao, hakuwa ndugu Bungala anawakilisha jitihada za mwananchi wa kawaida kabisa, ambaye kiwango chake cha elimu ni darasa la 7, lakini anajua haki yake, anajua anapaswa kuwakilisha wananchi na alipigania haki yake. Ameeleza kaka yangu Heche hapa, amekuwa ni mbunge ambaye anajulikana kila jimbo, na wako watu wanamjua Bungala hawajui jimbo, kwa sababu ya athari ambayo ameiacha. Tuna wajibu enzi jitihada hizi, na pale zinapokatishwa tamaa, pale watu wananchi wa kawaida wanapokatishwa